Wafuatao ni wanaume watatu wenye nguvu zaidi wa Iran waliouawa wakati Israel ikilenga uongozi wa juu wa kijeshi na nyuklia. Vifo vyao vitaleta mshtuko kupitiliza uanzishwaji wa kijeshi wa taifa hilo na vinaweza kutatiza pakubwa uwezo wa Jamhuri ya Kiislamu kujibu mashambulizi ya Israel. Hapa ndipo utafahamu watu wote watatu waliouawa na mashambulizi ya Israel huko Tehran. Wa kwanza ni Meja Jenerali Hussein Salami. Akiwa mkuu wa Jeshi la Ulinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC, Meja Jenerali Hussein Salami alikuwa mmoja wa watu wenye nguvu zaidi nchini Iran, akisimamia mkono wake wa kijeshi wenye nguvu na kuripoti moja kwa moja kwa kiongozi wake mkuu Ayatollah Ali Khamenei. Alizaliwa mnamo mwaka 1960. Kulingana na hati ya vikwazo vya Amerika, Salami alikuwa ameongoza IRGC ya siri tangu mwaka 2019. Nafasi hiyo ilimuona akiongoza moja ya zana zenye nguvu zaidi zinazotumiwa na serikali ya Iran, ambayo imekuwa muhimu katika kukandamiza upinzani nyumbani na kuonesha nguvu ya Iran nje ya nchi. Wachambuzi wanasema IRGC inafadhili na kuunga mkono mtandao mkubwa wa wanamgambo katika kanda ambayo inatumia kushambulia Marekani na wanajeshi wengine katika Mashariki ya Kati. IRGC pia inaaminika kutoa nyenzo na msaada kwa Houthi wa Yemen, kuwezesha kundi hilo kushambulia meli za kimataifa katika Bahari Nyekundu na kurusha makombora na ndege zisizo na rubani huko Israel. Salami alikuwa kwenye usukani wa IRGC wakati Iran iliporusha mamia ya ndege zisizo na rubani na makombora huko Israel mwezi Aprili na Oktoba mwaka jana, katika shambulio la kwanza la moja kwa moja lililofanywa na Iran katika ardhi ya Israel. Katika picha zilizotolewa na vyombo vya habari vya serikali ya Iran mwezi Januari, Salami alionekana akikagua kile ambacho vyombo vya habari vilisema ni kituo cha kijeshi cha chini chini ambacho kilihusika katika mashambulizi hayo. Akiwa amevalia sare za kijeshi za kijani na ndevu fupi, Salami alichukua saluti ya askari katika jumba la pango la chini ya ardhi na kutembea juu ya bendera za Marekani na Israel chini. Salami alikuwa mkuu wakati IRGC ilipoiangusha ndege ya abiria ya Ukraine muda mfupi baada ya kuruka kutoka uwanja wa ndege wa kimataifa wa Tehran na kuua watu wote 176 waliokuwa ndani yake. Kamanda wa IRGC ambaye jina lake halikutajwa katika mfumo wa ulinzi wa makombora kutoka ardhini hadi angani wa Tor M1 uliangusha ndege hiyo alihukumiwa kifungo cha miaka 13 jela, kwa mujibu wa chombo cha habari cha Iran cha Mehr. Mchambuzi wa masuala ya usalama wa CNN Bet Sana alisema kuwa kumwondoa Salami ni sawa na kumtoa nje mwenyekiti wa wakuu wa majeshi wa Marekani. Unaweza kufikiria wa Marekani wangefanya nini? Aliuliza. Na wa pili ni Meja Jenerali Mohammad Bagheri. Tangu mwaka 2016 Mohammad Bagheri amehudumu kama mkuu wa majeshi ya Iran, ambayo ISS inakadiria kuwa inaweza kuwaita zaidi ya wanajeshi 500 wanaofanya kazi. Jenerali mkuu ndio chombo cha juu zaidi cha jeshi nchini Iran ambacho hutekeleza sera na wachunguzi na kuratibu shughuli ndani ya jeshi kulingana na hati ya hazina ya Amerika iliyowekewa vikwazo dhidi ya Bagheri mnamo mwaka 2019. Bagheri aliwekewa vikwazo pamoja na watu wengine 9 walio karibu na Ayatollah Khamenei, ambao kwa miongo kadhaa wamewakandamiza watu wa Iran, kusafirisha nje ugaidi na sera za hali ya juu za kuvuruga utulivu duniani kote. Waraka huo ulisema picha zilizochapishwa na kituo cha habari cha Tasnim cha Iran zilimuonesha akidaiwa kukutana na wanajeshi wa Iran wakipigana ardhini pamoja na vikosi vya serikali nchini Syria mwaka 2017. Mnamo April, Bagheri alikutana na waziri wa ulinzi wa Saudi Prince Khalid bin Salman Al Saudi huko Tehran, katika ziara ya nadra ya mfalme mkuu wa Saudi katika Jamhuri ya Kiislamu. Mwezi uliofuata, shirika la habari la Reuters liliripoti kuwa wakati wa mkutano huo, waziri wa ulinzi wa Saudi alitoa onyo kwa Bagheri kuchukua pendekezo la Rais Donald Trump na kujadili makubaliano ya nyuklia kwa umakini, kwa sababu inatoa njia ya kuepusha hatari ya vita na Israel. Na watatu ni Ali Shamkhani. Ali Shamkhani alikuwa msaidizi wa karibu wa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei na aliwakilisha Tehran katika mazungumzo ambayo yalitia muhuri wa makubaliano ya kihistoria ya kurejesha uhusiano wa kidiplomasia na Saudi Arabia.
Mtandao wa televisheni ya kitaifa ya Iran IRINN ulithibitisha kifo chake kufuatia mashambulizi ya Israel siku ya Ijumaa. Shamkhani aliwahi kuwa afisa mkuu wa usalama wa taifa kwa muongo mmoja kuanzia mwaka 2013, na kabla ya hapo alihudumu katika majukumu kadhaa muhimu yakiwemo Jeshi la Walinzi wa Mapinduzi ya Kiislamu IRGC na Wizara ya Ulinzi. Alikuwa nyota inayochipukia kidiplomasia ya Iran, anayejulikana sana katika duru za sera za kigeni huko Washington na Ulaya. Shamkhani aliwakilisha Iran katika mazungumzo yaliyosimamiwa na China na maafisa wa Saudia waliopeleka nchi hizo mbili kukubaliana kurejesha uhusiano wa kidiplomasia baada ya miaka mingi ya uhasama, lakini alibadilishwa ghafla katikati ya mwaka 2023. Mkuu huyo wa zamani wa usalama wa taifa alikuwa na tamaa, wataalamu wanasema, na alikuwa na kwingineko kubwa. Aligombea urais mwaka 2001 na kushika nyadhifa muhimu katika IRGC na Wizara ya Ulinzi. Baadhi ya wachanganuzi walipendekeza wakati huo kwamba Khamenei anaweza kuwa alimfikiria kuwa na tamaa kubwa, lakini bado alibaki kuwa msaidizi wa karibu wa kiongozi huyo mkuu, na alitoa ushauri wakati Iran ilipoingia tena kwenye mazungumzo ya nyuklia na utawala wa Rais wa Marekani Donald Trump. Mwezi April, siku chache kabla ya mazungumzo na Marekani, alionya Tehran inaweza kuwafukuza wakaguzi wa nyuklia wa Umoja wa Mataifa na kusitisha ushirikiano na mawakala wa kimataifa wa nishati ya atomic IAEA ikiwa inahisi kuwa chini ya vitisho. Na hao ndio viongozi watatu wakubwa wa Iran waliouawa na mashambulizi ya Israel huko Tehran. Tuandikie mtazamo wako juu ya hili, lakini pia usiache kuendelea kutufuatilia kila wakati kwa taarifa nyingine nyingi zaidi kutoka hapa.